Naomba nizungumze na serikali yangu ya Tanzania kwa kupitia video ya huyu mzee. Na hapa ni mzee nani vile? Patrick Muhonda. Unaambiwa huyu mzee hapa ni kati ya wazee namba 3 wakulima wakubwa waliokuwa wakubwa wa zao la kitunguu katika Ruaha Mbuyuni. Pengine mzee wangu, hemu nipitishe kidogo, ulikuwa na ukubwa wa kiasi gani wa ukulima wako mpaka ukawa kwenye ile namba 3, na nini kilichotokea mpaka leo hii mimi nakurekodi hapa? Changamoto ni hizo kwamba nilikuwa nalima maeneo makubwa. Ni angalau hata eka sisopungua 50. Ulikuwa unalima eka 50 za vitunguu ambazo ulikuwa unaweza kupata faida kama shingapi? Angalau siwezi kosa milioni 100 kwa mwaka faida. Kwa mwaka ule milioni 100 faida hiyo. Yaani baada ya kupata ile pesa unaondoa gharama za uzalishaji, unapata faida milioni 100. Ndio. Kikatokea nini? Kikatokea changamoto ya magonjwa. Magonjwa yapi? Magonjwa ambayo kitaalamu hatujajua nini, ila tunaita kaukau sisi. Kaukau. Ndio. Okay, kwa magonjwa yale yakaathiri mimea. Ndio. Mwaka gani ulikuwa? 2019 ndio. Kuanzia 2019. Ikawaje baada ya hapo sasa? Baada ya hapo athari ziliendelea. Hizo hasara ziliendelea baada ya mwaka, kila baada ya mwaka, mpaka watu tumeshindwa kabisa kulima. Mpaka sasa silimi kabisa. Ulimi kabisa. Hata kitunguu cha mboga natakia nikanunua. Ulianza kuna labda ulijaribu tena kwa labda lese kwa mwaka huu unaweka shilingi fulani? Niliacha miaka kadhaa hapo nyuma, hii nilirudia mwaka jana. Kaeka shingapi? Nikalima nikaweka kama milioni 20. Kwenye eka ngapi? Kwenye eka 5. Eka 5. Ukaweka milioni 20. Kaeka milioni 20. Ukapata shingapi? Nikapata milioni 7. Hii ni inaonyesha bana inaonyesha hatari kiasi gani ya haya magonjwa ambayo athari zake. Pole sana. Kwa hiyo hata kama ulikopa au mkopo milioni 20 unalipa vipi? Ndio. Namna kulipa inakuwa ni tatizo. Ndio. Pengine sasa ombi lako kwa mamlaka zinazoshughulika na kilimo, tumeona kama hivi TPHPA wamekuja hapa kwako wakiwa na wataalamu kuweza kuangalia magonjwa gani yanayosumbua mazao yenu na kuweza kuwapa ushauri, lakini pia kuwapatia zile tiba mahususi na viuatilifu vinavyofaa kulingana na tatizo la zao lako. Hii umeipokeaje? Na unaweza ukatoa neno gani kwa mamlaka sasa serikali yetu kiujumla ili ziweze kukurudishia ile hali uliyokuwa nayo mwanzo ya top 3 wa vitunguu? Kimsingi hakuna mkulima ambaye hahitaji mafanikio mema. Kwa hiyo mimi mamlaka naishukuru na nashauri kwamba isiwe raundi ya mwisho kupita, na wafuatilie vizuri kuona hii changamoto inaisha kwa kulima. Sawa. Baki imekuwa ni issue ya mimi tu ya bonde zima hili. Hili bonde zima limeshuka uchumi kutokana na haya matatizo. Sasa kwa kifupi tuambie hili bonde linaitwaje, na hapa ile eneo linaitwaje, na ni bonde lipi yani kiujumla? Watu Ruaha Mbuyuni. Kilolo Iringa. Zao gani au mazao gani ambayo bonde hili linatoa sana? Zao lake kuu kabisa ambalo lilikuwa linajulikana hapa ni zao la kitunguu, ambalo kwa sasa hivi hapa haliwezekani kabisa. Kweli? Sawa, hii ni BSC mzee wangu. Sisi vijana bana tuko mjini kule tunapambana. Umeona? Hebu niambie kilimo ni mchongo kiasi gani? Nije nilime vitunguu mimi. Tunapambana town kule, kumbe mamilionea mpo huko. Changamoto kubwa kama nilivyosema ni hayo magonjwa. Lakini kilimo ni mchongo kiasi gani? Kwa miaka ambayo ulikuwa ukiishi nyuma na jinsi ambavyo ulikuwa ukipata hiyo faida, milioni 100 faida kwa mwaka sio ndogo mzee wangu. Hebu niambie mimi kijana ambaye nipo town na bado sijajua au sijachangamkia fursa ya kilimo. Mimi naambia vijana wachangamkie, lakini shughuli ya kilimo hiyo haifanyiki kwenye karatasi. Haifanyiki kwenye karatasi. Nimeipenda hiyo. Kwamba wanafanya kwenye karatasi au kwenye calculator tu, kakaa mjini anapiga calculator. Haifanyiki hivyo. Joe field. Aje field hapa. Akutane na wazee. Wazee wanajua. Sio mbaya angalau hata mwaka mmoja aje apate field kidogo hapa. Sawa. Afu ndo aingie. Sawa. Kumekuwa kuna changamoto ya vijana wakisikia mzee alipata milioni 100, najua na mimi nataka niingie mwaka huu. Mimi mwenyewe niko nishaanza kupanga hapa kwa ila hujui kama kuna changamoto mbalimbali kama hiyo. Okay. Ndio.
Kwa ni kifupi, fursa ipo. Fursa zipo. Lakini inahitaji kuijua vizuri na changamoto zake. Mzee, nashukuru sana. Asante sana kwa madini. Asante sana. Haya mzee. Nashukuru sana. Kazi njema. Pole pia kwa kadhia, na imani ujio huu unaweza ukaenda kukupa suluhisho na ukarudi kule mwanzo. Nashukuru sana. Asante. Asante sana. Haya mzee. Asante. Yani hata kama mimi ningekuwa ni waziri wa kilimo wa nchi ya Tanzania, kipindi huyu mzee analima na kuvuna hayo maekari na kupata hizo fedha, bado ningekuwa ni sehemu ya mtu wa kumdidimiza na sio kumsaidia. Kwa nini? Kwa sababu ya mfumo wa kisiasa wa nchi yetu. Ndugu zangu, siasa iko juu ya kila kitu. Yani siasa iko juu ya kila unachokiona kwa macho yako mawili. Siasa ndio inayoizika Marekani leo hii. Sasa ulichokisikia hapo kuhusiana na huyo mzee na kuhusiana na hayo magonjwa yaliyoitafuna biashara yake ya kilimo, ukweli ni kwamba waliosababisha huyu mzee kufilisika kwenye hiyo biashara yake ya kilimo ni sisi walimwengu. Ndugu zangu, wanaongea vitu ambavyo wenye akili kubwa huwa ndio wanaowasiliana na mimi kutaka mimi niwaelekeze napata wapi hayo mafundisho. Iko hivi. Nataka niongee na serikali yangu, ndio maana nikaitanguliza hiyo video na nikasema naongea na serikali yangu. Sasa hivi tunavyoongea, hakuna taifa lenye shida katika uso wa dunia yetu kama Marekani. Unajua maskini akiwa, kuna msemo unasema maskini afilisiki. Kwa sababu anafilisika nini tena wakati yeye tayari ni maskini? Ila tajiri anavyofilisika, shida inakuwa ni kubwa sana. Hasa ndio Marekani. Taifa lenye matajiri wengi duniani, na taifa lenye vichaa wengi duniani, na taifa lenye silaha nyingi zaidi duniani, taifa lenye wajinga wengi pia duniani ni Marekani. Yani kila uchafu unaowaza wewe duniani, jalala lake kubwa ni Marekani. Kwa nini? Baada ya sisi walimwengu kufika Marekani, tulitengeneza mfumo wa maisha kwamba tuwapumbaze wazawa na tuhakikishe wazawa watakuwa sio watu wa kujitambua, ili tuweze kuitawala ile Marekani sisi walimwengu sasa. Na tulifanikiwa kuifanya Marekani kuwa ni jalala kuliko kuzalisha. Kumbuka sera zinazoendelea sasa hivi Marekani ni kupambana ku-reindustrialize America. Reindustrialize, kuna neno kurudisha viwanda vilivyoondoka. Viwanda viliondokaje? Viwanda viliondoka kulingana na mfumo wa elimu tulioupeleka pale Marekani. Tukapumbaza vijana wao. Kwa hiyo Marekani ikawa haizalishi tena. Sasa sera za walimwengu, kuna kitu tumeelewana. Ni marufuku wenyeji kujitambua. Kwa sababu wenyeji wakijitambua hatutaweza kuitawala dunia. The indigenous must be foolish, ignorant as much as possible. Hii ni siri na wapa. Sasa ukishajiingiza kwenye sera ya ubepari, kutekeleza hii kauli mbiu ya indigenous must be foolish and ignorant as much as possible, ndio unaweza ukaitekeleza. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ubepari, mabepari wana nguvu kuliko serikali. Yaani mabepari ndio wanaoamua mfumo wa maisha wa nchi fulani. Naomba mnisikilize kwa makini, kuna kitu namjibu huyu mzee. Sasa unavyokuta mzawa kama huyu mzee analima vitunguu eneo kubwa kama hili, mimi kama mwanachama wa walimwengu nafanyaje? Kumbuka sisi walimwengu tuna control kila kitu, mpaka magonjwa tuna control. Tunachokifanya sisi walimwengu kwa mtu mkubwa kama huyu, tunatengeneza magonjwa, tunayapeleka kwake. Naongea siri ambazo huwezi kuzipata sehemu yoyote. Kumbuka Polepole alituambia malaria inaweza ikafutwa kwa muda mfupi tu, kwamba malaria ipo kwa sababu ni michezo ya watu. Na mimi nilithibitisha kauli ya Polepole kwa sababu mimi ni mlala nje wa Kariakoo. Na kipindi cha Magufuli, yeye na Makonda, kuna dawa walikuwa wanapiga, mbu wanakufa ndani ya wiki moja. Ile dawa ambayo Magufuli na Makonda walikuwa wanaipiga ndani ya wiki moja, hatuoni mbu. Haiwezi kuwa inapigwa Tanzania nzima tusiwaone mbu.
Iweke pembeni, unganisha na hichi kisa cha huyu mzee kwamba alikuwa analima vitunguu, anapata faida mpaka milioni 100. Kumbuka huyu alikuwa analima shamba zaidi ya hekari 50. Akaanza kushambuliwa na magonjwa. Mzee haelewi. Akili ya huyu mzee ni kwamba serikali inaweza ikamsaidia. Serikali ipi? Serikali ya kibepari. Wakati mabepari sisi walimwengu tunataka hiyo biashara yake. Yaani ubepari ni chama. Na kama wewe sio mwanachama, na hata kama ukawa mwanachama, lakini hatupromoti sana indigenous kujitambua na kuwa na nguvu. Kumbuka mimi naijua Kariakoo kuliko inavyojijua. Mizigo inayoingia Kariakoo mpaka inaniumizaga kichwa. Na mingine tunaweza tukazalisha hapa nchini. Kwa nini mizigo inaingia kiolela tu na kuua wale local producers? It's capitalism ambayo pioneer wa hii sera inamuua mwenyewe. Sasa huyu mzee katika mfumo wa maisha ambao tulionao hawezi kupata msaada wa aina yoyote, kwa sababu mfumo wa maisha tulionao kila mtu anapambana na hali yake, individual success na sio community success kama China. Huyu mzee angekuwa ni China, yuko China, tatizo alilolipata ni jukumu ya serikali kumtatulia. Yaani anavyokwenda kwa serikali akasema kuna ugonjwa umeingia shambani kwangu, mtu anayelima shamba la ekari 50. Wewe unafikiri ni riziki ya watu wangapi huyu mzee alikuwa anazalisha? Kwa serikali inabeba huu mzigo kwa gharama yoyote kumsaidia. Yeye anatakiwa awaze kulima tu. Sasa serikali ipi ya Kimarekani yapambana na hali yako? Sasa kwa serikali ya China ambayo wale wanafanya kazi kama sisimizi, kwamba huyu ameenda kupasua kuni, huyu ameenda kulima, huyu ameenda kufanya nini, huu mzigo ulikuwa ni wa serikali. Sasa mfumo wa serikali yetu, kuna watu wanatengeneza matatizo ili kutengeneza fursa. Kumbuka kwenye ubepari matatizo ni fursa. Kwa hiyo kuna watu wanatengeneza matatizo ili yawe fursa. Lakini kwenye jamii ambazo matatizo ni tatizo kwetu kama China, Urusi, hawawezi kupromote matatizo kama fursa kwa sababu yanarudisha nyuma maendeleo yao. Ili tatizo la huyu mzee huwezi kuingiza kwenye akili yangu kwamba ni from nowhere. This problem is manufactured by our system to kill this big industry ambayo itawaamsha wazawa. Kumbuka pale Moshi kuna mzungu mmoja aliwahi kunitukana tusi moja mpaka leo sintalisahau, kwa sababu nimekuja kugundua maana ya hili tusi juzi tu. Huyu mzungu alisema akiona ardhi yenye rutuba na maji yeye anaona pesa. Huyu ni mzungu Mholanzi anaongea maneno, yuko Moshi Kilimanjaro, analima kwenye shamba alilopewa na central government. Sio amenitukana mimi high school dropout, nimesoma mpaka darasa la 12, sijui thamani ya ardhi yangu ya Kilimanjaro. Do you think this is from nowhere? Mtaala ambao uko pale, uko Tanzania, tumeutengeneza sisi walimwengu kuwafanya wa Tanzania mandondocha ili tuweze kutawala ardhi yao. Na wapeni siri ambazo nimezijua juzi tu. Huyu mzee tatizo lake ni manufactured by system of the world. Kuna kesi moja nilikuwa naifuatilia ambayo ni wa Amerika walikuwa wanaikava kwamba kuna big figures pale China zinapotezwa na serikali kuu kwa sababu zina sera ambazo haziendani na maendeleo ya wa China. Kwa hiyo unakuwa ni mtu mkubwa umefanikiwa, alafu unakuwa na elementi vya kwenda kinyume na serikali kuu, wanakupoteza, wanakuliquidate. Kwa sababu China wao wana promote community success, wa Marekani wana promote individual success. Taifa lenye matajiri wengi duniani ni wapi? Marekani. Taifa lenye maskini wengi duniani? Marekani. Taifa lenye vichaa wengi duniani? Marekani. Taifa lenye silaha nyingi olela mitaani? Marekani. Wewe unafikiri Marekani iko vile kwa sababu ni Mungu amependa? Tumeandika muswada tukaifanya Marekani vile wewe. China tumeshindwa kupeleka huo ujinga kwa sababu China hakuna democracy. Bila democracy hatuwezi kupeleka huo ujinga. Freedom yani unajiamulia tu. Nani nikakwambia kuna kujiamulia bana wewe? Community kishaamua ni hivi, no question. Kwa sababu hakuna community itafanya maamuzi ya kuumiza community kama community. Hicho kitu hakipo duniani.
Lakini individual lazima awe na sera ya kumfaidisha yeye kama yeye. Wa Tanzania, nini jawabu la matatizo yetu? Na wakumbusha, tungekuwa na mfumo, baba wa uchumi wa nchi yetu ni JKT, huyu mzee asingefeli. Tatizo ambalo lilikuwa linamtafuna huyu mzee JKT ingepambana mpaka ije na jibu. Kwa sababu huyu mzee ni JKT. Kila Mtanzania akizaliwa ni JKT. Lazima niwakumbushe wa Tanzania, bila JKT we will go nowhere. Tutakuwa dampo and dampo and dampo. Na huu mfumo wa taifa letu kuwa dampo walitutengenezea wazungu. Sasa kwao pia ni dampo, sisi ni dampo. China na ride huko tu China is riding on the road which was built by the Western collectively. Because Western walitutengeneza tuwe non-functional government. Je, una habari kuna sukari inatoka Brazil inakuja hapa Tanzania? Unafikiri serikali haijui? Kwa hiyo tumeshindwa kuzalisha hata sukari ya kutosha as a country. Kuna vitu nilikuwa naviona kwa sababu maisha nilikuwa naishi Kariakos kama mjinga fulani hajui kusoma. Kwa hiyo unaipelekwa sehemu you should act like a stupid ili ufanye ile kazi. Bila JKT we gonna go nowhere, kwa sababu JKT ni community success. JKT iwe kwenye idara ya afya. JKT atuambie tunashindwaje kuimaliza malaria. You can question JKT kitengo cha afya. Huwezi kucorrupt JKT yote Tanzania wewe. Kama hatuna chakula cha kutosha, JKT tuambie kwa nini hatuna chakula cha kutosha. Hatuwezi kusalisha nguo. JKT na VETA wakikollaborate tunatengeneza Silicon Bay yetu, the current political system of Tanzania. Kila mtu anapambana na hali yake. Yaani ukiweza kumuuza mwenzako sawa, tunamuuzia mbali. Wa Tanzania, mfumo wa kisiasa tulionao, wazungu wanakuja wanatutukana. Yaani wanatuona kwamba hatuna fursa. Kumbe mfumo ulisukwa kuanzia shuleni tusiweze kuziona fursa zetu. Tunaona Amerika wanavyoteseka. Angalia yule dada yetu sijui Sharifa kafika Marekani anashangaa anapata mikazi bwelele inabidi atutukane sisi wa Tanzania. Hajui mpaka yeye anapata ile kazi ni mfumo wa elimu wa Amerika ulitengeneza mandondocha. Sharifa hawezi kujua, Sharifa ni msomi, kajua Kiingereza, kaenda Marekani anajiona tayari anajua kila kitu. Sasa sisi ni walimwengu, ndio maana mimi naweza nikaruka na Sharifa nikamwambia Sharifa, you don't know America. Hakuna individual angeweza kumsaidia huyu mzee. Zaidi tunamzika. Yaani hata kama ningekuwa waziri wa kilimo, mimi namzika huyu mzee. Nini faida ya kumzika? Niwe na import vitunguu. Unafikiria wanaoingiza sukari Tanzania kutoka Brazil? It's a system. Yaani kwenye sisi walimwengu, ninaweza nikalima sukari, nikalima kahawa hapa nisiuze hapa Tanzania nikaipeleka soko lingine. Yaani it's a very satanic system. Sasa kwenda kinyume na hii satanic system, lazima tutoke kwenye mfumo wa kisiasa tulionao ambao eti chama cha siasa kina nguvu. Tunahitaji mfumo wa kisiasa. Rais afe, rais aende wapi, nchi haiyumbi, nchi iko kwenye mstari wake kwa sababu tumeshaelewana wananchi. Kazi ya chama cha siasa ni kuja kuspeed up to kile ambacho Tanzania wameshaelewana. Lakini the current political system, kikundi cha watu ndicho kinaamua mustakabali wa wananchi wa Tanzania. Alafu huyo kijana anauliza mzee, nifanyeje na mimi nije kwenye kilimo? Huyo kijana hajui. Kuna hizi video akina Masanja anapendaga kushare na sisi, analima sijui ni na nini. Masanja asikuchote akili. Masanja mchungaji huyu, unaweza kuchukua milioni 100 sasa hivi ukaenda kulima kama Masanja. Are you integrated in the market? Masanja is in a system. Analima soko analijua. Masanja asikuchote akili wewe. Wewe kama unauza socks, uza socks. Hata yule nani akucheke, anaitwa nani yule jamaa yule, ananitiaga hasira yule, yuko Klaus yule. Alikuwa anatucheka eti vijana wanauza socks mjini. Masudi Kipanya, Masudi. Kuna watu wanaongeaga vitu alafu hajui dunia inavyoendeshwa kwa sababu they are programmed to speak what they are speaking. We are just respecting them, but they gotta make sure wherever they are speaking in today's world, they gotta watch out. Msiongee tu kila kitu kwamba mnakijua. Dunia iko uchi wa mnyama. Muwe mnapima mnavyoviongea nyie watu kwenye maredio. Nyerere aliwafukuza wazungu, akatupa mashamba tulime wa Tanzania. Unafikiri tulikuwa tulimi? Tulikuwa tunalima. Ikifika kuvuna kwenda kuuza, soko hatupo sisi. Sokoni yuko Mkenya. Ndio shangaa wa Kenya wanatutukana. Unafikiri wa Kenya wanapata wapi guts ya kututukana? Kwa sababu they used to be the middle people of the market. Wakuchukua products zetu na kwenda kuziuza. Ni siri gani na hapa wa Tanzania? Dunia imeshafunguka kama wanavyopenda kusema wakina CCM. Imefunguka kivipi? China is destroyed the world order. Dunia haiko tena kwenye world order. Vichwa vya habari sasa hivi tunaambiwa wa Kenya sasa hivi hawataki kutumia tena dola, wanatumia yuan. Good, go ahead Kenyans. Keep showing us the way. Nyie ndio mtakuwa mnatuonyesha njia. But to Tanzanians, the only system which can make us great again, the engine of our economy, must be JKT.
yule mzee asingefeli kama JKT angekuwepo, kwa sababu hakuna JKT angekubali huyo mzee afilisike, kwa sababu huyu mzee anapofilisika na JKT inafilisika. JKT should be the center of every economy of our country. Hii kila mtu anajiamulia. Imagine mimi na import vitunguu kutoka sijui Brazil, alafu mzee kama yule analima vitunguu Tanzania. Kwa nini sitengeneze mchongo ni muli mbali huyo mzee na hiyo biashara yake? That's how the world is being run. Na hapa siri dunia inavyoendeshwa. Mbona nikakupa swali, hii sukari inayotokaga Brazil ni kweli sisi hatuwezi, viwanda vyetu haviwezi kuzalisha sukari ya kutosha, au hatuna ardhi ya kuzalisha sukari ya kutosha wa Tanzania? Umaskini ni mfumo. It's a system. Poverty is a system. Utajiri ni unyonyaji. Duniani twapashwa tuitunze dunia, tuvune riziki, tugawane. Marekani na matajiri wengi, maskini wengi, vichaa wengi, mabunduki ovyo mengi. It's a system. China, kuna Marekani yuko anasema natembea barabarani sionagi polisi wala magari ya polisi. Wewe ni Marekani anashangaa China. Yaani ukitaka kupata stories za China ilivyo nzuri, nenda kwenye Instagram za Wamarekani wanaoishi China. Wa Tanzania tuwe tunakumbushana, the only real solution of our problem, JKT lazima yamshabu. JKT ni mimi na wewe Mtanzania. Mimi nikienda kulima nikiwa nahitaji pembejeo bora, wewe unayeuza pembejeo bora kama Mtanzania mwenzangu, you will build the best for me. Maisha ya kidalali hapana. The collective waste is done. Wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Wa China wana msemo wao, ukienda kufanya kazi serikalini hakikisha hauna spirit ya kuwaza utajiri. Ni msemo wa China. Hakikisha spirit yako wewe ni kuitumikia jamii. Hizo ndi sera za wa China. If you wanna be rich, don't be a government official. Lakini ukitaka utajiri ambao ni kutunza riziki za watu, you can just join the business. Na the more your business is growing, and normal Chinese must benefit from your business. So wewe unakuwa tu, alafu wale ambao mnazalisha nao wanazidi kuwa maskini. Kwa China hicho kitu hakipo. Ila kwa Amerika, wewe unakuwa tajiri tu, wananchi wako unaofanya nao kazi wanakuwa maskini tu. It's okay. Na hiyo ndio tumeirithi hapa Tanzania. We don't need that. We gonna change it. Wa Tanzania, utajiri ni kunyonya raia kwa kutengeneza hizo sera za kuwanyonya. Umaskini ni sera. Tuelimike, tusio wasomi.